Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na leo tunatazama pia siasa za Mashariki ya Kati, huku tukitazama Israel ambayo kwa taarifa za Umoja wa Mataifa ni kwamba Israel inatekeleza sera za utesaji, lakini Umoja wa Mataifa umeshindwa kuweza kuiadhibu Israel, na yote hayo ni kutokana na uwepo wa Marekani nyuma yake. Kamati ya Umoja wa Mataifa imedai kwamba Israel inatekeleza sera ya utesaji. Israel inaua raia wasiokuwa na hatia na kuwatesa raia wengine na kuwajeruhi vibaya. Katika vita vinavyoelekea mwaka wa 3 ambavyo vimeanza mwaka 2023, Israel imeua maelfu ya watu. Mpaka sasa zaidi ya watu 70,000 wameuawa na zaidi ya 150,000 wamejeruhiwa vibaya. Lakini utesaji umekuwa mkubwa mno kwa watu wanaoishi katika ukanda wa Gaza, lakini pia na wale wanaoishi katika ukingo wa Magharibi na hata waliopo katika magereza huko nchini Israel, ikiwa ni raia wa Kipalestina. Kamati ya Umoja wa Mataifa kuhusu mateso imesema kwamba kuna uthibitisho Israel inatekeleza sera ya hali ya mateso kwa utaratibu na unaoenea sana. Kamati hiyo hupitia mara kwa mara rekodi za nchi zote ambazo zimetia saini mkataba dhidi ya mateso na kupokea ushahidi kutoka kwa serikali zao pamoja na makundi ya haki za binadamu. Wakati mapitio ya kesi ya Israel, makundi yote mawili ya haki za binadamu ya Israel na Palestina yametoa maelezo machungu na ya kutatanisha kuhusu hali katika vituo vya wafungwa vya Israel. Inadaiwa kuwa maelfu ya Palestina wako chini ya ulinzi wa Israel kufuatia mashambulizi ya Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Chini ya sheria ya Israel kuhusu kizuizi cha kiutawala na wapiganaji kinyume cha sheria, yani washukiwa ambao hawawezi kuchukuliwa kuwa wafungwa wa vita. Wafungwa wanaweza kushikiliwa kwa muda mrefu bila kuonana na wanasheria au familia. Familia nyingi za Wapalestina zinasema zinasubiri kwa miezi kadhaa hata kujua kwamba wapendwa wao wanazuiwa, jambo ambalo kamati za Umoja wa Mataifa zimeeleza kama kutoweka kwa lazima na kutoweka kwa haki za binadamu. Licha ya hayo, katika magereza hayo inadaiwa kwamba wafungwa wa Kipalestina wamekuwa wakimwagiwa maji ya moto na kupigwa vibaya na hatimaye baadhi yao kuuawa katika magereza hayo. Hata hivyo, inadaiwa kwamba wamekuwa kinyimwa chakula katika magereza yaliyo chini ya ardhi. Ukiachana na hayo, katika ukanda wa Gaza, licha ya kwamba kumekuwa na utaratibu wa kusitishwa kwa mapigano, lakini bado kumekuwa na utaratibu mbovu unaofanywa wakati huu ambapo hali ya njaa imerejea tena katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Israel imekuwa ikizuia uingiaji wa misaada ya kibinadamu ikiwa ni pamoja na chakula. Licha ya kusitishwa kwa mapigano, lakini bado mateso ya njaa, ukosefu wa usalama na utulivu wa nafsi umezidi kuendelea na kuzisumbua familia za Wapalestina. Foleni ndefu za watu wenye njaa wanaosubiri kupata angalau mlo mmoja kwa siku zinaendelea kuonekana katika pembe mbalimbali za ukanda huo wa Gaza, huku jeshi katili la Israel likiendeleza mashambulizi ya mara kwa mara na kuzuia kufikia kwa misaada kwa wananchi hao wasiokuwa na ulinzi. Ripoti kupitia televisheni ya Al-Alam imeripoti kutoka Gaza kwamba mateso ya wananchi wa Gaza hayana dalili za kumalizika. Kusitishwa vita hakusaidii kupungua mahitaji yao makubwa kutokana na Israel kupiga marufuku kuingia misaada kama vile inavyotakiwa. Familia zimepoteza makazi yao, zinaendelea kuteseka kwa ugumu wa maisha na zinashindwa kukidhi hata mahitaji yao ya kimsingi ya kila siku. Ripoti hiyo imeongeza kuwa mistari mirefu inaonekana kila siku kwenye vituo vya hisani vya kugawa chakula kwa matumaini ya kupokea angalau mlo mmoja kwa siku, huku jeshi la Israel likiendelea kuzuia malori ya misaada ya kibinadamu kuingia katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Mkazi mmoja wa Gaza ambaye familia yake ina watu 22 amemwambia mwandishi wa habari wa televisheni Al-Alam kwamba unapomsikia mwanao anakuamsha usiku mkubwa na kukwambia baba nina njaa, utamwambia nini? Hatupati mkate, hatuna unga, hatupati msaada wowote, anaeleza. Ripoti imeongeza kuwa wakazi wa Gaza madai ya adui Israel ya kwamba mamia ya malori yalibeba misaada ya kibinadamu yameingia Gaza ni ya uongo kabisa, kwa sababu kama misaada ingefika kweli wasingekuwa na uhaba wa maji, mikate, chakula na dawa, wala wasingeendelea kuteseka kwa umasikini, njaa, magonjwa katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Israel imezidisha mashambulizi na inaendelea na operesheni yake katika maeneo kama vile Tubas kaskazini mwa ukingo wa Magharibi kwa siku ya 4 mfululizo.
Kwa siku 4 mfululizo, jeshi hilo la Israel IDF limeendeleza operesheni ya kijeshi katika mji wa Tubas na vijiji vinavyozunguka eneo hilo kaskazini mwa ukingo wa Magharibi. Kwa mujibu wa jeshi hilo, operesheni hiyo inalenga kuzuia makundi ya wanamgambo wa Kipalestina au vikundi vyenye silaha kurejea pamoja au kujenga upya uwezo wa kijeshi katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa klabu ya wafungwa wa Kipalestina, taarifa kutoka ukingo wa Magharibi zinaonyesha kuwa idadi ya Wapalestina waliohojiwa au kukamatwa na vikosi vya Israel tangu kuanza kwa operesheni hiyo imefika zaidi ya 162. Vyanzo vya huduma za afya za Kipalestina vimesema kuwa Wapalestina 130 wamejeruhiwa tangu kuanza kwa operesheni hiyo inayoendelea, wakiwemo 66 waliopelekwa hospitalini. Wakati huo huo, maafisa wa ndani wa Kipalestina wamesema kuwa operesheni hiyo imeharibu mali za raia na mifumo ya maji. Haya yanajiri wakati vyombo vya habari vya Kipalestina vikiripoti kuwa jeshi la Israel limefanya uvamizi na kukamata watu katika maeneo kadhaa ya ukingo wa Magharibi, yakiwemo maeneo ya karibu na mji wa Jenin na Nablus kaskazini mwa ukingo wa Magharibi, pamoja na mengine yaliyo karibu na mji wa Hebron kusini mwa ukingo wa Magharibi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati